Dunia inamwaga mabilioni ya dola kwenye vita wakati mamilioni wanateseka kwa njaa. Waziri wa mambo ya nje wa Ghana Samuel Ablakwa amesema matumizi ya kupindukia ya masuala ya vita yanakengeusha rasilimali muhimu za ulimwengu ambazo ingepasa zitumike kwa mahitaji ya kibinadamu. Akizungumza kando ya mkutano wa Raisina Dialogue unaofanyika katika mji mkuu wa India, New Delhi, Ablakwa amesisitiza kuwa wakati mabilioni ya dola yanamwagwa katika migogoro, mamilioni ya watu wanaendelea kuteseka kwa njaa, huduma duni za afya na kwa kukosa huduma muhimu. Anasema pesa nyingi zinaingizwa kwenye vita wakati watu wanateseka kwa njaa. Watu wanakufa, watoto wanakufa, wanawake wajawazito wanakufa wakati hawapaswi kufa, ameeleza waziri huyo wa mambo ya nje wa Ghana, akiashiria kuwa zaidi ya dola bilioni 380 tayari zimeingizwa katika migogoro ya Ukraine na Mashariki ya Kati. Ablakwa amehoji ulimwengu unavyoshughulishwa na upanuzi wa masuala ya kijeshi, akisema fedha zinazofujwa kwa masuala hayo zinavyoweza kutumika kukabiliana na ukosefu wa makazi, kusambaza umeme, kujenga hospitali, kuhakikisha upatikanaji wa maji safi na kufadhili programu za chanjo ya watoto. Waziri wa mambo ya nje wa Ghana amewataka viongozi wa dunia wafikirie upya mgao wao wa rasilimali, akisisitiza kuwa maendeleo ya watu yanapaswa yapewe kipaumbele kuliko vita. Sasa tutizame moto mpya wa vita unaowashwa na utawala wa Kizayuni huko Gaza kwa msaada wa Marekani. Kwa kukiuka makubaliano ya usitishaji vita huko Gaza yaliyoanza kutekelezwa tarehe 19 Januari, utawala wa Kizayuni umeanzisha tena vita vya mwagaji damu dhidi ya eneo hilo lililoharibiwa na vita, kwa kufanya mashambulizi makubwa ya kinyama ambayo yamesababisha mauaji ya mamia mashahidi wa Kipalestina na kujeruhi wengine wengi katika ukanda huo. Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa utawala wa Kizayuni, amesisitiza kuwa vikosi vya utawala huo wa kibaguzi vitashambulia wakazi wa ukanda huo kwa nguvu maradufu, na kuwa kuanzia sasa hakuna mazungumzo yatakayofanyika isipokuwa chini ya moto. Israeli imefanya mashambulizi zaidi ya 200 ya anga huko Gaza tangu Jumanne asubuhi na kusababisha zaidi ya watu 416 kuwa washahidi, wengi wao wakiwa ni wanawake na watoto, wakiwemo watoto 170. Baada ya gharama kubwa ya kibinadamu ambayo Gaza ililipa siku ya Jumanne, jeshi la Israeli lilianzisha tena mashambulizi yake kwenye eneo hilo siku ya Jumatano kwa kulenga maeneo 20 tofauti huko Gaza, na pia kuonya tena kuhusu uhamishaji wa lazima dhidi ya wakazi wa maeneo kadhaa mashariki mwa Gaza. Aidha, jeshi la wanamaji la Israeli limeshambulia boti kadhaa za chama cha Jihad Islam katika pwani ya Gaza. Wakati huo, shirika la habari la Quds lenye mafungamano na Hamas limesema kuwa idadi ya mashahidi wa mashambulizi ya hivi karibuni ya Israeli imefikia watu 429. Katika mashambulizi mapya ya Israeli dhidi ya ukanda wa Gaza, hakuna eneo lolote lililosalimika na mashambulizi, ambapo utawala wa Kizayuni umekuwa ukilenga kwa maksudi nyumba za makazi, shule, vituo vya wakimbizi na mahema wanamoishi. Israeli inadai kuwa imeanzisha mashambulizi hayo mapya baada ya Hamas kukataa kuongeza muda wa usitishaji mapigano na kuachilia mateka zaidi. Tangu kumalizika hatua ya kwanza usitishaji vita wiki 2 zilizopita, pande mbili hazijaweza kufikia makubaliano kuhusu awamu ya pili ya mazungumzo hayo, ambayo ni pamoja na kuachiliwa mateka waliosalia wa Kizayuni, kumalizika vita na kuondolewa kikamilifu majeshi ya Israeli huko Gaza. Katika upande mwingine, utawala wa Kizayuni unasisitiza kuwa utaendeleza vita hadi kuangamizwa kabisa uwezo wa kijeshi na kiserikali wa Hamas na kuachiliwa huru mateka wote wa Kizayuni. Katika siku za hivi karibuni, Netanyahu amekutana na viongozi wengine wa utawala wa Kizayuni na akachagua moja machaguo yaliyopendekezwa na jeshi la utawala huo. Chaguo hili linajumuisha kufanya mashambulizi makubwa ya anga dhidi ya makumi ya maeneo ya Gaza, ikiwa ni pamoja na kuwaua makamanda wakati na waandamizi wa Hamas ambao wamekuwa wakifanya harakati za kuhuisha nguvu ya kundi hilo, lakini si viongozi wake wa ngazi za juu, kama ripoti zinaonyesha kuwa maafisa 5 wa Hamas tayari wameuawa shahidi. Nukta muhimu ni kwamba mashambulizi makubwa ya anga na makombora ya utawala wa Kizayuni yanafanyika kwa uelewa kamili na ruhusa ya Marekani. Ikulu ya White House imetangaza kuwa Israeli ilishauriana na utawala wa Rais Donald Trump wa nchi hiyo kabla ya kushambulia Gaza. Ni muhimu kukumbuka kwamba Trump, ambaye ana historia ndefu ya uungaji mkono wa pande zote kwa Israeli, alitoa mara 2 amri ya kuachiliwa huru mateka wote wa Kizayuni na kuitishia Hamas kuwa itaangamizwa kabisa iwapo amri hiyo haitatekelezwa. Kuna maoni mbalimbali yanayotolewa kuhusu malengo ya Benjamin Netanyahu katika kuanzisha mashambulizi mapya huko Gaza. Gazeti la Washington Post limefichua kwamba kuanza tena kwa vita vya Gaza kimsingi ni mbinu ya mazungumzo inayotumika kwa ajili ya kuishinikiza Hamas ipunguze matakwa yake baada ya wiki kadhaa za mazungumzo magumu. Nukta muhimu ni kwamba mashambulizi makubwa ya anga na makombora ya utawala wa Kizayuni
yanafanyika kwa uelewa kamili na ruhusa ya Marekani. Ikulu White House imetangaza kuwa Israeli ilishauriana na utawala wa Rais Donald Trump wa nchi hiyo kabla ya kushambulia Gaza. Ni muhimu kukumbuka kwamba Trump, ambaye ana historia ndefu ya uungaji mkono wa pande zote kwa Israeli, alitoa mara mbili amri ya kuachiliwa huru mateka wote wa Kizayuni na kuitishia Hamas kuwa itaangamizwa kabisa iwapo amri hiyo haitatekelezwa. Kuna maoni mbalimbali yanayotolewa kuhusu malengo ya Benjamin Netanyahu katika kuanzisha mashambulizi mapya huko Gaza. Gazeti la Washington Post limefichua kwamba kuanza tena kwa vita vya Gaza kimsingi ni mbinu ya mazungumzo inayotumika kwa ajili ya kuishinikiza Hamas ipunguze matakwa yake baada ya wiki kadhaa za mazungumzo magumu. Inaonekana kwamba lengo kuu la utawala wa Kizayuni ni kutoa mashinikizo kwa Hamas ili waachilie huru mateka waliosalia wa Kizayuni ambao Netanyahu anadai kuwa ni zaidi ya watu 60. Katika fremu ya awamu ya kwanza usitishaji vita bila utawala huo kutaka kufikia awamu ya pili ya usitishaji vita kwa njia hii na kwa mtazamo wa viongozi wa utawala wa Kizayuni, Hamas na makundi mengine ya mukawama wa Palestina hayatakuwa na turufu yoyote katika awamu ya pili ya usitishaji vita, ambapo Tel Aviv inaweza kushiriki katika mazungumzo ya baadaye ikiwa na nafasi ya juu na kufanya chochote inachotaka dhidi ya wakazi wa Gaza na makundi ya mukawama. Wakati Israeli inasisitiza kwamba hakuna mazungumzo yatakayofanyika isipokuwa chini ya mashambulizi ya vita, Hamas kwa mara nyingine imesema kuwa haijafunga mlango wa mazungumzo na hakuna haja ya makubaliano mapya, kwa sababu makubaliano ambayo yameidhinishwa na pande zote bado ni halali na yanapaswa kutekelezwa. Imewataka wapatanishi na jamii ya kimataifa kuilazimisha Israeli ikomeshe uvamizi, itekeleze makubaliano ya kusitisha vita na kuwezesha kuanza awamu ya pili ya makubaliano hayo yaliyoanza kutekelezwa tarehe 19 Januari. Osama Hamdan, mjumbe wa ngazi ya juu wa harakati ya mukawama wa Kiislamu wa Palestina, pia amesema kwenye taarifa kwamba juhudi zote za ujumbe maalum wa Marekani kupitia mjumbe Steve Witkoff ni kuhitimisha makubaliano ya awali na kufanya mapatano mapya na utawala wa Kizayuni. Shukrani kwa Babu ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio. The Rich Voice ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.